Happy day. Happy Sabbath. Nani mwalimu wangu siku ya leo? Niko na mwalimu tayari. Happy day. Mwalimu wangu utanisomea Mwanzo 1:26. Inasema Naiseme Mwanzo 1:26 inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa kumbe mwanadamu alifanywa kwa mfano wa Mungu. Kwa sura yetu. Kwa sura ya Mungu. Wakatawale samaki wa baharini. Ni hapo tu. Kumbe mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Kwa sababu Mungu mwenyewe amenena katika Mwanzo 1:26, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo tunapokaa hapa duniani tunafaa kukaa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Hebu nisamee. Je, na hata hapo ukiangalia Mwanzo 1 mstari wa mwalimu 27 inasema aje? Mwanzo 1:27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Aliumba nani na nani? Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kumbe Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Mungu akaunganisha ndoa katika shamba la Edeni. Tuangalie Marko 10 mstari wa 9. Marko 10:9 inasema Naiseme basi alichokiunganisha Mungu, chenye Mungu alikiunganisha, alikiunganisha katika shamba la Edeni, mwanadamu asikitenganishe. Mwanadamu hawezi kitenganisha na asikitenganishe. Sasa wacha tuone ni nini inatendeka. Ni kwa sababu gani ndoa zinaharibika, zinatenganika? Tuangalie Mwanzo 3 mstari wa 15. Mwanzo 3:15 inasema Iseme nami naniweka uadui kati yao na huyo mwanamke. Mungu aliweka uadui kati ya sisi, kati ya shetani na mwanamke. Na ukiangalia sasa, hiyo vita imeanza katika ulimwengu huu, kwa sababu ukiona hapo mwanzo Mungu aliumba mwanadamu, Mungu akaweka ndoa, naye Yesu akasema asichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kulitenganisha. Sasa hapa ndio tunaanza kuona utengano. Mungu aliweka kati ya mwanadamu na shetani. Hebu hiyo Mwanzo 3 mstari wa 15 mwalimu rudia. Mwanzo 3:15 inasema Useme nami naniweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nami naliweka uadui kati yako na mwanamke. Anaambia shetani. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa shetani. Basi wewe utakuponda kichwa na wewe utampanda kisigino. Mwanamke atabonda shetani kichwa, naye atatubonda kisigino. Sasa kati ya sisi na shetani nani anamaliza mwingine? Kati ya mwanadamu na shetani nani anamaliza mwingine? Kwa sababu Mungu wakati ule Mungu alikuwa anaongelelea spiritual, si ndio? Ilikuwa kosa la Edeni. Mwanadamu wakati alikosa Edeni. Sasa Mungu wakati alikuwa anaambia mwanadamu utambonda kichwa naye atakubonda kisigino, nani anamaliza mwingine? Mwanadamu. Saa hii hata ukikutana na nyoka utafanya aje? Nyoka utambonda kichwa ukimmalizia. Tuende katika Ufunuo
Ufunuo 12:17 inasema, Iseme? joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kumbe nyoka alikasirika akaenda afanye vita juu ya uzao wa mwanamke. Nyoka anafanyaje vita juu ya uzao wa mwanamke? Marko 10 mstari wa 2 mpaka 5. 12 Marko inasema, Tuseme? Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, hapo mwalimu aliwauliza Musa aliwaamuru nini? Yesu alikuwa anataka kujua mioyo ya wanadamu iko inawaza nini. Nana tayari alikuwa amejua. Mwalimu, twende. Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia aje? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye. Wacha hapo mwalimu. Yesu akawaambia ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Hapo tuangalie. Ukirudi katika Ufunuo 12 mstari wa 17 unapata nyoka alikasirika naye atarudi kufanya vita na uzao wake. Wakati nyoka anarudi kufanya vita, shetani anarudi kufanya vita. Akipata mioyo migumu, hapo ndio penye shetani anapata nafasi ya kufanya vita na mwanadamu. Hebu tuendelee Mathayo 19 mstari wa 13. Mathayo 19:13 inasema, Naiseme. Ndipo akaletewa watoto wadogo. Mathayo 19:3 Mathayo inasema, basi Mafarisayo wakamuendea, wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Aliwaumba mtu mume na mtu mke. Endelea. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Soma mpaka 7 inasema, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. 9 inasema, nami nawaambia ninyi. Yesu anatuambiaje? Kila mtu aliyemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, hazini, naye amuoaye yule aliyeachwa hazini. Amina. Hebu tuende katika Isaya 33 mstari wa 6. 33:6. 33 mstari wa 6 inasema, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kumbe tukimcha Mungu ni hazina yetu, ni akiba ambaye tumeweka hazina mbinguni. Na tuombe ndio tuanze.